إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu Islam, hakika tupo ndani ya masiku bora katika dunia hii, 10 la kwanza katika mwezi mtukufu huu wa Dhulhijja katika mwaka huu 1447 Hijiria, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalu ayami dunya al-ayyam al-ashr, kuwa masiku bora zaidi ya dunia hii ni al-ayyam al-ashr min Dhulhijja, ni 10 hili la kwanza ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kulidiriki 10 hili ni fursa adhima na ni neema kubwa juu yetu sisi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yawajibika juu yetu sisi kumhimidi Allah juu ya neema hii na pia kuwazimia katika kule kuyatumia masiku haya vizuri, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika khairat na taa'at mbalimbali. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah katika Minhaj al-Qasidin asema, الليالي والأيام الفاضلة لا يصلح للمريد أن يغفل عنهن، لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح. أسمى نسيك بورا كذلك نمسيك بورا ni nyakati ambazo kwamba yule mwenye kukusudia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na daraja za juu fi dunia wal akhirah, haitakaniwi kughafilika kutokamana na masiku hayo na kutokamana na nyakati hizo. Liannahu idha ghafala tajir, maana hakika mfanyi biashara anapoghafilika an mausim ribhi, na yale misimu ya manufaa, misimu ambayo kwamba biashara ina faida nyingi ndani yake, basi yasema famata yarbah, ni wakati gani atafaidika na kupata faida katika biashara yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, huu ni msimu wa faida na manufaa, ni msimu mkubwa na ni msimu mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawajibika juu yetu kuyatumia masiku haya vizuri. Fastabiqul khairat wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun, kama alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kukimbilia katika matendo ya khairi na kujitahidi katika misimu ya khairi kuyatumia vizuri. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Kadhalika ndugu zangu Waislamu, katika masiku haya 10 kuna yaum Arafa, ile siku ya Arafa. Yaum Arafa kama wanavyosema wanachuoni ni ile siku ambayo kwamba maujaji na dhuyufu Rahman, wale wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala al-hajij, watasimama katika viwanja vya Arafat kuanzia jioni ya siku hii. Ina maana baada dhuhuri ya siku hii
watamiminika katika viwanja vya Arafat kwa ajili ya kuitekeleza nguzo muhimu katika nguzo za haji, na nguzo yenyewe ni al-wuqufu bi Arafa, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-hajju Arafa, kuwa haji ni Arafa. Mtume akaita haji Arafa kuonesha al-qiyam bi Arafa, kule kusimama katika viwanja vya Arafat ni nguzo miongoni mwa nguzo muhimu za haji, bali haji ya Muislamu haiwezi kusihi endapo atakosa kisimamo cha Arafa. Na pia Allah yasema, fa idha afattum min Arafat fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku ya Arafa ni ile siku ambayo kwamba mahujaji watasimama katika viwanja vya Arafat. Ni siku ambayo kwamba itaswadifiana na tarehe 9 ya mwezi huu, ambapo kwamba itakuwa ni siku ya Jumanne. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku hii ni siku adhim, ni siku tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaum Arafa. Kadhalika pia wanachuoni wanataja kwa nini siku hii imeitwa yaum Arafa, ama kwa nini kiwanja ambacho kwamba watasimama mahujaji kwa ajili ya kutekeleza nguzo hiyo, nguzo muhimu katika nguzo za haji, kiwanja hicho kimeitwa Arafa au Arafat. Katika yale ambayo kwamba yatajwa ndugu zangu Waislamu ni kuwa Jibril alayhi salatu wassalam alipokuwa akimfundisha Ibrahim alayhi salatu wassalam na kumuelekeza na kumuonesha manasik mbalimbali za haji, ibada mbalimbali za haji, mwisho alimchukua na akaenda naye katika kiwanja hichi cha Arafa. Akamuuliza Ibrahim, Jibril akamuuliza Ibrahim alayhi salatu wassalam, araft, je, umetambua yale ambayo kwamba nimekuelekeza na kuonesha? Ibrahim alayhi salatu wassalam akasema, araft, nimetambua. Kwa sababu ikaitwa Arafat, viwanja vya Arafa. Kadhalika pia katika sababu wanachuoni wasema kuwa Adam alayhi salatu wassalam na Hawa alayha salatu wassalam, Allah alipowateremsha kutoka katika pepo yake, walienda katika sehemu mbalimbali. Adam akateremshwa katika Al-Hind na Hawa akateremshwa katika mji wa Jeddah. Wakakutana katika viwanja vya Arafa, wakajuana tena katika viwanja hivyo. Ina maana Adam na Hawa walijuana katika viwanja hivi, ndio maana waitwa Arafat au Arafa. Kadhalika pia ndugu zangu Waislamu, tukitaja baadhi ya fadhail zenye kufungamana na siku hiyo ya Arafa, tarehe 9 ya mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, ambapo kwamba itakuwa ni siku ya Jumanne. Jambo la kwanza ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na siku hii zaidi ya mara moja katika kitabu chake, pale aliposema washaf'i walwatr. Alwatr wanachuoni wasema ni yaum Arafa, ni siku ya Arafa. Alwatri ile idadi ambayo kwamba haigawanyiki, tarehe 9 na siku ya 9, wanachuoni wasema ni yaum Arafa, ni siku ya Arafa. Kadhalika Allah akasema washahidin wa mashhud. Almashhud, Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema yaum Arafa, almashhud yaum Arafa. Kwa hivyo hii yaonesha utukufu wa siku hii. Maana ulama wasema idha aqsama Allahu bi shay'in min makhluqatihi falibayani fadli wa 'idhami amri. Allah anapoapa kupitia chochote katika viumbe vyake, basi bila shaka kiumbe hicho ni kitukufu na ni kiumbe kikubwa. Hasa katika viumbe na katika masiku ambayo kwamba Allah ameapa kwayo ni yaum Arafa, ni siku ya Arafa, kulingana na aya mbili hizi ambazo kwamba tumezisoma. Kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameita yaum Arafa akasema afdalu al-ayyam yaum Arafa, kuwa masiku bora au siku bora katika dunia hii na katika ulimwengu huu, yaum Arafa, ni siku ya Arafa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku hiyo ni siku bora na ni siku tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ndugu Islam, katika yale yenye kuelekeza na kuonesha utukufu na umuhimu wa siku hiyo ya Arafa, Yaum Arafa ni siku ambayo kwamba ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala ameitimiza na kuikamilisha dini yetu ya Kiislamu. Ndio maana miongoni mwa majina yake kama alivyosema Ibn Nasiruddin al-Dimishqi rahimahullah kuwa Yaum Arafa katika majina yake ni Yaum at-Tamam. Ina maana ni siku ambayo kwamba ndani yake dini yetu Allah aliitimiza na kuikamilisha. Kama alivyosema Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mmoja katika Mayahudi alimfuata Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu katika utawala wake na katika khilafa yake. Akamwambia, ya amira al-mu'minin, ewe kiongozi wa waumini, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alayna ma'shara al-yahud nazalat latakhadhna dhalika al-yawm 'ida. Kuna aya moja na kuna aya fulani katika kitabu chenu Qur'ani mwaisoma. Lau aya hiyo ingetuteremkia sisi Mayahudi, basi tungeifanya siku hiyo ambayo kwamba imeteremka aya hii ndani yake, tungeifanya ni Eid, kuwa ni sikukuu na ni siku tukufu kwetu sisi. Umar ibn Khattab aliposikia maneno haya akamuuliza, ayu aya, ni aya gani waikusudia? Huyo Myahudi akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum al-aya, kuwa leo hii ni siku ambayo kwamba naikamilisha dini yenu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akamjibu akamwambia, arafna dhalika al-aya, aya hiyo tuijua. Arafna dhalika al-aya ni aya ambayo kwamba tuitambua. Wal makana alladhi nazalat fihi ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na ile sehemu ambayo kwamba aya hii iliteremka juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema sehemu yenyewe iliteremka wa huwa qaimun fil Arafat au bi Arafa. Mtume alikuwa amesimama katika viwanja vya Arafa ashiyata yaum aljumua, jioni ya siku ya Ijumaa. Kwa hivyo ndio wakati aya hii iliteremka. Kwa hivyo aya hii yatuelezea kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini yetu, na aya hii imeteremka katika siku hiyo, siku ya Arafa, na hii yaonesha utukufu na ukubwa wa siku hiyo, siku ya Arafa. Kadhalika Yaum at-Tamam, kadhalika katika yale yenye kuelekeza na kuonesha utukufu wa siku hii ya Arafa ni siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huachilia kwa wingi waja wake na kuwakomboa kwa wingi waja wake kutokamana na moto na kutokamana na adhabu yake kali. Wale walioandikiwa moto, basi Allah subhanahu wa ta'ala yuwakomboa na kuwatoa katika moto. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni miongoni mwao wale waliokombolewa na kuachwa huru kutokamana na moto. Katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawm Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaikah fayaqulu ma harada haula. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hamna siku ambayo kwamba Allah huwaacha kwa wingi waja wake na kuwakomboa na kuwacha huru kutokamana na moto zaidi ya siku ya Arafa. Kwa hivyo hii ni yaum al-maghfira wa yaum itq ar-riqab minan nar, ni siku ya msamaha na ni siku ambayo kwamba shingo za waja huachiliwa na kuachwa huru kutokamana na moto, yaum Arafa. Kadhalika Mtume akasema, wa innahu la yadnu, na siku hii ni siku ambayo kwamba Allah huwajongelea waja wake wale waliosimama katika viwanja vya Arafa. Wa yubahi bihimul malaika, na akajisifu na kujigamba kupitia waja wake hawa na wageni wake hawa, alhajij dhuyufur rahman, akajigamba mbele ya malaika, akawauliza malaika, ma arada haula, wanakusudia nini waja wangu hawa ambao kwamba wamesimama katika viwanja hivi? Kwa hivyo ndugu zangu Islam, siku ya Arafa ni yaum al-maghfirah, kadhalika wa yaum itq ar-riqab minan nar, ni siku ambayo kwamba wengi katika waja hukombolewa na kuachwa huru kutokamana na moto. Kwa hivyo haya tuliyotaja yaelekeza na kuonesha utukufu wa yaum Arafa. Yaum Arafa, siku ya Arafa ambayo kwamba katika mwezi huu itakuwa ni siku ya Jumanne.
Kadhalika ndugu zangu Waislamu, katika matendo ambayo kwamba yapendekezwa kukithirishwa na kufanywa ndani ya Arafa ni siyam yaumi Arafa, kuifunga siku ya Arafa. Muislamu kuifunga siku ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusiana na funga ya Arafa, akasema ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, natarajia malipo yake kwa yule atakayefunga Arafa. Ile siku ya Arafa itakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake yaliyotangulia, yani mwaka uliotangulia, al-yawm au as-sana qablahu wa sanata allati ba'dahu, mwaka uliotangulia na mwaka unaokuja, atasamehewa madhambi ya miaka miwili. Kwa hivyo hii ni amali ambayo kwamba yapendekezwa Muislamu kuitekeleza katika siku ya Arafa, siyam yaumi Arafa. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah akielezea funga hii na funga ya hizi siku 10, laysa fi sawmi hadhihi tis'ati karahatun bal hiya mustahabbatun istihbaban shadida la siyama at-tasi'u minha wa huwa yawm Arafa. Ina maana yapendekezwa kufunga katika masiku 10 haya, wala hamna karaha ndani yake. Sawa sawa ni sunna kufunga katika masiku 10 haya, maana ni katika al-a'mal as-salih. Bal hiya mustahabbatun istihbaban shadida la siyama at-tasi'u minha, hasa siku ya 9 katika masiku hayo 10, yani yawm Arafa. La siyama at-tasi'u minha wa huwa yawm Arafa, siku yenyewe ni siku ya Arafa. Kwa hivyo pendekezwa kufunga siku hiyo. Unapofunga utasamehewa madhambi ya mwaka uliotangulia na mwaka unaokuja, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika yale ambayo kwamba yakokotezwa na kupendekezwa na kuhimizwa kufanywa kwa wingi katika siku ya Arafa ni al-iktharu min ad-du'a, kukithirisha dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema khairu ad-du'ai du'a'u yawm Arafa, kuwa dua bora ni dua ambayo kwamba itaombwa siku ya Arafa. Akasema wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabl la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na dua bora ambayo kwamba nimesema mimi na wakaisema manabii waliokuja kabla yangu mimi ni at-tahlil, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, mpaka mwisho wa dhikri na dua hii. Kwa hivyo yapendekezwa kukithirisha dua. Al-Imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah katika Tamhid asema hii hadithi ambayo kwamba tumeitaja, asema wa fil hadithi dalilun ala anna du'a yawmi Arafa mujabu kullihi fil aghlab, katika hadithi kuna dalili kuwa dua ya siku ya Arafa basi ukubaliwa mara nyingi mtu anapoomba. Zile dua ambazo kwamba utaomba siku ya Arafa basi mara nyingi hukubaliwa. Kwa hivyo ni siku ya kuomba dua, kukithirisha dua. Asema al-Imam Ata ibn Abi Rabah rahimahullah, in istata'ta an takhluwa bi nafsika ashiyata yawmi Arafa faf'al, ikiwezekana ukaketi peke yako, ukajipokesha na kuketi peke yako ile jioni ya siku ya Arafa kwa ajili ya kuomba dua, faf'al, basi lifanye jambo hili. Ukaketi peke yako, wala si kufanya dua ya jamaa. At-ta'rif hii ni bid'a. Keti peke yako, ima ndani ya msikiti ama nyumbani kwako ama sehemu yoyote ile, uketi peke yako wewe na nafsi yako, umlilie Mola wako mlezi, huku ukiomba dua, inakuwa ni sababu ya dua hiyo kutakabaliwa na kukubaliwa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tufanyeni bidii katika masiku haya, ikiwemo siku ya Arafa. Kuyatumia masiku haya vizuri ni fursa kubwa na ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi. Tumalizia na nasiha ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika Lataif al-Ma'arif. Asema na kutuhimiza al-ghanimata al-ghanima fi intihaz hadhihi al-ayyam al-'azima fama minha 'iwadhun wala qimata laha. Al-ghanimata al-ghanima, yani ghanimikeni na muaghanimike katika masiku haya matukufu. Ina maana yatumieni vizuri, kama alivyosema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa idha habbat riyahuka faqtanimha fa'uqba kulli khafiqatin sukun wa la taghful 'anil ihsani fiha fama tadri as-sukun mata yakunu wa idha darrat niyahuka fahtalibha fama tadri al-fasilu liman takunu. Unapopata fursa kama hii tumie vizuri. Al-ghanimata al-ghanima
fi intihaz hadhihi al-ayyam al-azima fama minha iwadhun, ni masiku ambayo kwamba hayana mbadala wake. Masiku haya yanapokupita na usiyatumie vizuri, utapata wapi mbadala? Wala qimata laha, na wala hayana qima. Hamna sehemu ambayo kwamba utaenda ima ni katika soko ama katika duka ukayanunua masiku haya ukayaregesha nyuma masiku haya, ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuyatumieni masiku haya vizuri, tuitumieni fursa hii vizuri kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chochote ambacho kwamba wajua ni chema kifanye, na ukithirishe, kifanye kwa wingi. Kusoma Qur'ani, kumtaja Allah, kuswali, kufunga, kutoa sadaka, chochote ambacho kwamba wajua ni katika al-amal as-salihah, a'mal al-bir, kikithirishe na ukifanye kwa wingi kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا